Ndugu wananchi na kanisa la Tanzania kwa ujumla, mimi naitwa Nabii Joshua, rais wa Baraza la Makanisa ya Kitume na Kinabii Tanzania. Naomba nilete salamu za wazee wetu. Mzee wetu Mtume Dastan Haule Maboya, mmoja wa walezi wa baraza letu la mitume na manabii Tanzania, ndiye mtu wa kwanza aliyeshiriki maandalizi ya kumwalika mwinjilisti Ezekiel nchini kwetu, na mikutano kadhaa amehudhuria. Haikuwa jambo rahisi, ndugu zangu wa Tanzania, lakini kwa msaada wa Mungu na kwa ushirikiano tulioupata kutoka kwa mlezi wetu Bishop Maboya iliwezekana. Ametuma salamu za upendo. Nilipomuuliza ana salamu gani, alisema tuombee amani na mvua inyeshe, nchi sipate njaa. Kwa hiyo hizo ndizo salamu zake, tuko pamoja. Lakini shukrani za pekee nimezitoa kwa serikali kwa namna ambavyo imeshirikiana na sisi. Hata hivyo, tumekusanyika hapa leo kwa ajili ya kuombea nchi yetu ya Tanzania. Nchi yetu ya Tanzania mwaka huu kama taifa tunakwenda kwenye uchaguzi mkuu ambapo tutachagua madiwani, wabunge na rais. Kwa mujibu wa maandiko, tumepewa agizo kama watumishi wa Mungu kuombea nchi na kuwaombea watawala. Naomba nizungumzie kidogo kuhusu uongozi wa mama yetu Mama Samia. Tumemwombea tangu Mungu alipomkabidhi kiti cha enzi cha nchi yetu. Tuna wajibu wa kumshukuru Mungu kwa kazi kubwa iliyofanyika nchini. Tunakumbuka wote alichukua nchi wakati wa majonzi, lakini amefanyika kuwa faraja kubwa sana. Nchi yetu imekuwa salama, amejenga mahusiano mazuri kati ya nchi yetu na nchi zingine jirani na nchi za mbali. Ameweka matilioni ya pesa kwenye miradi mbalimbali ya kimkakati kwa ajili ya maendeleo ya nchi yetu. Na kwa kweli ukisikia namba za fedha zinazotajwa zilizopelekwa kwenye maendeleo kwa kibali chake, inaonyesha kabisa kwamba mama ni kiboko ya ufisadi nchini. Angeweza kutumia pesa hizo kwa matumizi mengine yoyote, lakini amehakikisha serikali inabana matumizi na kupeleka pesa ya kutosha zaidi kwenye maendeleo ya nchi yetu. Ameboresha maslahi ya wafanyakazi wa umma. Tangu ameingia madarakani mpaka leo, miaka 4 sasa, hatujasikia wafanyakazi wa Kigoma kwenye nchi yetu. Amewapa raha watu waliokuwa wanalia muda mrefu. Amewaunganisha jamii ya Tanzania, ametuunganisha matabaka mbalimbali, wanasiasa, makundi mbalimbali ya kijamii, tunajisikia tuko wamoja. Leo tuna watu kutoka Zanzibar wako hapa mbele yetu, wamekuja kushiriki maombi. Hii ni ishara kwamba uongozi wa mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan pamoja na Mheshimiwa Dr. Hussein Mwinyi ni utawala unaothamini umoja na mshikamano wa kitaifa. Yako mengi ambayo serikali hii imefanya.
tunapaswa kabla ya kuomba mengine tumshukuru Mungu sana kwa kazi hiyo kubwa iliyofanyika. La mwisho, kwa nini tunamwombea rais na kwa nini tunaombea taifa? Tunaombea taifa kwa ajili ya amani ya nchi yetu. Kama kusingekuwa na amani, huu mkutano usingefanyika. Lakini amani hii imepelekea mkutano huu kuwezekana, na tuna mikutano mingi mbele. Tunapaswa kuombea amani kwa ajili yetu na Watanzania wengine wote. Na kwa nini tunamwombea yeye kama kiongozi? Yeye ndio mwenye dhamana ya mwisho kwenye nchi yetu kwa mujibu wa katiba yetu. Tunaomba Mungu ampe uhai, ampe nguvu, ampe hekima zaidi ya kulivusha taifa letu kwenye kipindi hiki muhimu cha uchaguzi. Mimi binafsi, kwa kazi kubwa iliyofanyika na nzuri katika uongozi wake, ninamwombea mema, na ninaomba Mungu wa mbinguni, kama mapenzi yake yalivyo mema kwa taifa letu, ampe nguvu ya kushinda vikwazo vyote vilivyoko mbele yake katika uongozi wake. Basi tuinue mikono juu, tuombe nchi yetu na tusimame mahali tulipo. Tunapoomba tuelewe hili jambo kwamba hata miujiza ambayo mwinjilisti Ezekieli Mungu amemtumia kuifanya, itakuwa kazi bure, kwamba ulikuwa kilema unaweza ukatembea, lakini miezi michache baadaye ukauawa kwenye uchaguzi kwa sababu ya vurugu. Kwa hiyo tunapoombea nchi, tunaombea vizazi vyetu wenyewe. Tuinue mikono mbele za Bwana na watumishi wa Mungu tuungane katika maombi haya. Bwana Mungu mtakatifu sana, tunainua mikono juu kama ishara ya kusalenda kwako, kwamba wewe ndio Mungu wa pekee uliyeumba dunia na uliruhusu dunia iwe kama ilivyo leo katika mipaka ya mataifa mbalimbali. Na umeweka viongozi kwa kila taifa. Nchi yetu ya Tanzania umeipa neema ya ajabu. Miaka zaidi ya 60 baada ya uhuru hatujawahi kumwaga damu. Hatujawahi kuwa na ugomvi wa ndani ya nchi, wa kikabila, wa kidini au wa kisiasa. Sio kwamba sisi ni wema kuliko mataifa mengine ya Afrika. Sio kwamba sisi ni wema kuliko wanaomwaga damu. Lakini umetupatia upendeleo, na sisi tutatumia neema hiyo uliyotupatia kurudisha shukrani kwako. Tunaomba wakumbushe viongozi wetu, watambue kwamba si kwa jitihada zao wala ujanja wao, bali ni kwa hekima yako na neema yako, na hasa kwa sababu unalipenda taifa letu la Tanzania. Kwa kuwa wao umewapa dhamana ya kutuongoza, ninakuomba uwalinde, naomba uwapiganie, naomba wape nguvu ya kutimiza mema yote kwa ajili ya taifa letu la Tanzania. Bwana Mungu, mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi kwetu. Yametolewa matamko mengi ambayo Watanzania wameyasikia, kwamba ikiwa labda uchaguzi hautafanyika, labda watu watatoka barabarani kwenye maandamano ya vita. Natoa tamko hili kama mtumishi wako uliyenituma, kwamba uchaguzi utafanyika kwa amani na hakuna mtu hata mmoja atakayepoteza amani
wakati wa uchaguzi mwaka huu mwezi wa 10. Na Watanzania mlioko hapa na mnaonisikiliza kote nchini, aminini neno hili kwamba uchaguzi utafanyika na utakuwa wa haki, huru na amani. Vikwazo vyote ambavyo ni tishio la amani yetu, Mungu atavipishilia mbali. Havitafanikiwa katika nchi yetu ya Tanzania. Na kuombea Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan, uwe na moyo mkuu na ushujaa mwingi, kwa sababu ni wewe uliyewekwa na Mungu mwenyewe kwa kura yake kuwa kiongozi wa nchi yetu. Na kwa mkono wako Tanzania itavuka salama na hapata kuwa na doa la damu katika nchi yetu. Mungu amekupa kibali. Usiogope. Taifa liko pamoja na wewe. Mungu yuko pamoja na wewe. Mkono wako uwe imara sana katika kutetea haki na kuzilinda haki za Watanzania. Usikubali kuvunjika moyo. Msimamo wako imara ndio ulioleta raha ya taifa letu. Leo mikutano ya hadhara inafanyika popote bila vikwazo, iwe ya kidini ama ya kisiasa. Umeleta maridhiano kwenye nchi yetu. Tunaomba mbegu hiyo ya maridhiano, kuvumiliana na kuzungumza izae matunda mwaka huu wa uchaguzi. Mungu akupe nguvu zaidi. Naam, ninauona mkono wako unapokea uwezo kutoka kwa Bwana, nawe utakuwa mshindi na utarivusha taifa letu katika hali ngumu ya hofu. Shetani ameanguka, hata simama tena juu ya taifa letu la Tanzania. Amani ya Bwana iwe pamoja nanyi wanawake. Wanawake wa Tanzania mnaobeba mimba na kulea watoto, mlilieni sana Mungu juu ya taifa letu la Tanzania. Yesu aliwahi kusema, jililieni ninyi na watoto wenu. Akina mama naomba muinue mikono juu. Nchi hii iko kwenye mikono yenu sasa. Ninyi ndio mliotuzaa, ndio mliotulea. Hakuna mtoto mkubwa kwa mama. Waambieni watoto wenu wasivunje amani ya taifa letu la Tanzania. Kwa sababu amani ikivunjika, watakaoumia zaidi ni watoto na akina mama. Waangalieni wamama wajawazito. Waangalieni akina mama wenye watoto walemavu nyumbani, wameachiwa jukumu hilo. Watafanya nini kama nchi yetu itataka waanze kukimbia vita? Kila mwanamke akaseme na mtoto wake nyumbani umuhimu wa amani ya Tanzania. Na mtu yoyote ukikutana naye akasema hampendi Rais Samia, muulize amekukosea nini. Nina hakika hata kupa jibu. Tumechagua kuwa wachochezi wa amani ya nchi yetu ya Tanzania. Kila mmoja achochee hii amani iendelee. Dunia itatucheka, haitakuja kutupatia pole. Itatushangaa tunapoharibu tunu na kipawa hiki cha amani ambacho Mungu ametupatia. Ninaamini kwa maneno haya, Tanzania nzima kila mmoja atawajibika kulinda, kuhifadhi na kuchochea amani ya nchi yetu ya Tanzania.
Baada ya kusema haya, ninaomba nimkaribishe mtumishi wa Mungu Pastor Ezekiel atamke neno la baraka, alafu mkutano wailishwe. Asante sana. Asante.